ndani salama, tumekula kuku. Tumemaliza tunaelekea Mwanza baada ya mechi ya jana kufa, leo tunaelekea Mwanza. Shabani, tuanzie hapa kwenye mchezo wa ligi kuu baina ya Simba ya Young Africans na Azam FC. Mchezo ambao watu wengi sana kuna baadhi ya maneno yanazungumzwa, ila kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeonekana sio vya kiungwana. Shabani, tuanze kuongelea vile vitu ambavyo sio vya kiungwana kwenye mpira wetu. Sisi tunasema kila siku, nadhani sasa hivi ndio kuna vitu vinaanza kuonekana wazi. Hawa jamaa ndio walikuta Chamazi bomba za sindano kwenye vyumba vyao. Lakini hao ndio watu ambao wanatuma nyingi. Juzi tu tumeenda kucheza Zanzibar kwenye vyumba vyetu, wanalazimisha tuingie, wametoboa matundu. Leo yule mtu alokamatwa mtu wao. Sasa yule walomkamata jana kwenye vyumba vya Azam. Sio anafanya nini usiku wa manane? Mtu wao na wambane yule mpaka aseme. Mimi nitashangaa sana kama wataenda kumwachia yule mtu ambaye anashiriki kwenda kuzuru mpaka wachezaji wetu, kwa sababu wachezaji maisha yao mpira. Unapowekea makemiko ya madawa na ukatumwa wewe ukafanye, wachezaji wanaathirika, wana familia zao. Mimi nadhani sasa hivi serikali ifikie kipindi ichukue hatua. Yule alokamatwa asiachiwe. Wambane mpaka mtaje mtu aliyemtuma ni nani. Kuna nyuma ya hili lazima kuna mtu yule ana nguvu kuna mwenyewe. Lazima kuna mtu. Sasa kama kuna mtu ambaye amemtuma, serikali wambane yule bwana, wamgonge sana katika ugoko. Atasema lazima atasema viongozi. Atamtaja tu mbwa anayemfuga. Hamna mbwa ambaye afugwe mjini. Atamtaja. Na Shabani, yule mtu kwa madhanio watu wengi sana wanasema ni upande wa pili ya Afrika. Ila hakuna uthibitisho mpaka sasa hivi. Yule mtu wao, sisi tunajuana. Sisi tunajuana. Yule pale mtu wao, na wallahi lazima Mwenyezi Mungu ananisikia na Ramadhani hii. Wanachokifanya sio kitu sahihi. Ndio maana hata tajiri wao akiulizwa Yanga bingwa. Kumbe ndani nyuma kuna mambo mengi. Kuna marudi wako nje. Kwa sababu gani? Vitu vyote kila siku mabomba sindano wao. Leo wameenda kukutwa na yule bwana anaenda mechi mnachana na Azam kesho usiku, ulipata nini? Yule wambane atamtaja. Yule aseme. Atamtaja tena yule mgonge kweli. Ili we fundisho. Ile Shabani imekuwa kama tamaduni za timu zetu kubwa hizi mbili Simba. Wale wa shamba si hatuna tamaduni hiyo. Hatunaga tamaduni hiyo. Sisi tunaandaa timu. Umeona jana? Arusha mechi imeisha, tunageuka leo tunaelekea Mwanza, tarehe 19 tunacheza na Pamba. Hatuna tamaduni hizo. Wao ndio tamaduni hizo. Sasa kama ndio kuna bodi ya ligi, kuna nani wahakikisha wanasimamia hili, yule jamaa walomkamata jana, yule ndio atawataja alowatuma. Wamgonge kweli kweli mpaka kwenye vifundo mpaka kwenye shingo. Aseme. Kwa sababu gani inawezekani yule kama katumwa leo amemuona. Ina maana yule mechi nyingi anatumika. Ndio maana hata sisi mechi zetu nyingi mara utakuta mtu karekodi kitu, kuna mtu anatembea na sisi. Ila tuambie tutakapomtia mikononi atatueleza. Atakueleza yule alokama. Sisi tutamsaidia Mwafiere kazi yake. Mtamsaidia? Mwafiere kazi yake anayoifanya. Shabani alimsikia Makonda akasema kuwa hivi vile mnachimba sana. Ameogopa kusema, lakini watu wanaofanya vile wanajulikana. Kwa sababu wao ndo walokimbia uwanja, wakaondoka kaenda Zanzibar, wakaita Guantanamo, uwanja wakaona ufai. Wao shona Simba kakimbia Tanzania bara. Uwanja wa Benjamin Mkapa. Waliofanya ni wale. Mzee Makonda kwa sababu mtu mzima tu kaongea. Lakini waliofanya ni wale, na ndio maana wamekimbia uwanja. Waliona Simba kakimbia uwanja. Hatujaona. Sisi hatuna mambo hayo. Mimi nasema hivi, nasisitiza. Yule bwana alomkamata jana, wamgonge mpaka amtaje alomtuma. Yule ndio chanzo cha kusema hivi. Yule ndo anajua, yule ndo anamjua alomtuma. Yule hawezi kwenda mwenyewe vile. Hamna mbuzi anazula mjini akawa hana mwenyewe. Lazima awe na mfugaji. Yule ana mfugaji. Sasa yule atamtaja alomtuma akapuliza aende akafanye vitu alivyo. Na Shabani Mheshimiwa Makonda akaenda mbali akisema kuna kitu kinaua nyasi. Na ndio maana nakwambiaje, Simba uwanja wetu Benjamin Mkapa. Na watu wengi tunajua uwanja wetu Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa katika walioama wote Simba ameama. Kama Singida sui, kama Azam, unaona Simba ameama. Si Zanzibar tunalazimishwa kwenda kucheza. Uwanja wetu ni Benjamin William Mkapa, ndio uwanja ambao wenye damu yetu. Sasa wale ambao uwanja ule wao sio damu yao, ndio wameweka vitu venye makemiko, ndio maana uwanja unaonekana kama vile nyasi zinakufa. Na Mzee Makonda kaliona hii. Sasa mmoja kati ya wanaweka makemiko, jana atakamatwa. Wamgonge. Yaani yule wamgonge tena yule atasema tu ana nguvu ya kusema. Inawezekana kweli kusema. Mwili wake maputo tu, akimgonga sana anaongea vizuri. Inawezekana atamtuma mbuzi, yule si mbuzi wa mjini, atamsema anayemfuga hapa. Na Shabani, mimi nimekuwa mnalia upande wa pili, wana meno sana, wanang'ata.
Ni zaidi ya bodi ya ligi. Sisi tuseme hivi, yaani bodi ya ligi isharibikiwa. Haina mpango wote. Bodi ya ligi wamekuwa kama vile wao ndio TV, jamaa remote. Na sisi tunalijua hilo. Tuambie tu bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Wao ndio wanaharibu mpira wa Tanzania. Wao ndio wanaharibu, wakae vizuri, atoe maamuzi sahihi. Inawezekana vipi? Haya, hasa kwanza Chamazi. Kilichowaleta kwa Mkapa. Tanzania Prison wakacheza Tabora inasoma. Uwanja wa Sokoine umeenda kufungiwa bila sababu, uwanja mzima. Wamewaleta Tabora amekataa. Wamewapeleka Dodoma uwanja mbovu. Hiyo sio maamuzi yao mabovu. Abu lazima tufikirie vitu vingi. Wale bodi ya ligi kuna watu wana remote. Na watu wako upande wa pili. Na ndio wao kumbe nani? Ukimuuliza tajiri wao Yanga bingwa. Kumbe kuna mambo mengi nyuma. Sio msimu huu, sisi ndo machampion wa kweli kwenye nchi. Sisi ndo machampion wa kweli kwenye nchi. Wengine wote unga mwana. Ndio maana miaka 4 tuliobeba sisi. Tumefanya timu yetu tumepeleka timu 4 katika nchi ya Tanzania, timu 4. Kwa miaka 4 yetu. Miaka 4 tu tuliofanya sisi vizuri. Tumekuwa nafasi ya 5. Wao miaka 4 yao ligi imeshuka. Wamekuwa nafasi ya 10. Na ligi imeshuka. Sababu ni kubwa jinga lile lina miaka toka 35 leo liko nafasi ya 10 kwenye ubora. Wao ni kama lile kubwa jinga. Ni hatari sana. Kwa hiyo mimi niwaambie watu. Msisitizo wangu wa leo hapa. Niko Singida naelekea Mwanza kuhakikisha mechi ya tarehe 19 dhidi ya Pamba tunapata matokeo. Huo ndo wajibu wangu. Msisitizo wangu wa leo. Yule aliyekamatwa agongwe mpaka ataje. Ndio msisitizo wako. Bwana serikali shirikiane nao TANAPA sio na wengine hao. Huyo mtu mgongeni mpaka mseme mbuzi yule anafugwa na nani? Unamsikia ndugu yako anasema Simba sasa hivi vitu viwili. Na kitu cha kwanza kuombea Young Africans wapoteze na nyie mshinde. Sisi tunaangalia mechi zetu. Yanga mdogo sana kwenye nchi hii. Yanga sisi wakubwa tunamwombea yeye kama nani? Yeye mdogo. Sisi wao alisema yule mshamba mtoto mdogo. Sisi tunaangalia mechi zetu. Sisi tukishinda mechi zetu tunatoboa. Kama wanatuangalia wao sisi hilo hatujui. Sisi tunachoangalia mechi zetu. Sasa kama wao wanatuangalia hiyo juu yao. Sisi tunaangalia mechi zetu tunashindaje. Ndio maana baada ya kumfunga Singida hapa ndugu yake toto lake tumeenda Arusha imenyesha mvua. Tunaenda kwa toto lao lingine Pamba Mwanza. Tukitoka Mwanza tunarudi kugeuza na TRA tarehe 22. Hiyo ndio kazi yetu, atumwangalie yeye kafanya nini. Ila 5 nyingi Shabani.